Wakazi wa eneo la Litingi, mtaa wa Mnazi Mmoja, kata ya Mitengo iliyopo katika halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa ardhi kati yao na halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Hayo yameibuka kufuatia agizo la mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani akiwataka wananchi waliovamia kiwanja namba 1 hadi 149 kuondoka katika eneo hilo ndani ya siku 14 kuanzia tarehe 13 hadi 26 Agosti 2026, ambapo wananchi hao wameiangukia serikali wakiiomba kuingilia kati sakata hilo, kwani wao wamekuwa kimiliki maeneo hayo kutoka kwa wazazi wao. Jina naitwa Zakina Musa Yusufu namba Mbinda kutoka kijiji cha Mnazi Mmoja. Sasa naomba ombi Mama Samia uliko utusaidie sisi wakazi wa Mitengo Mibuyuni. Tunahuzunika sana kwa swala kama hili. Tutaenda wapi? Tutakimbilia wapi? Tutaenda wapi na watoto? Tutaishi maisha gani sisi? Kwa jina naitwa Mabluk Ahmad Lazima, ni mkazi wa Mitengo kata Mnazi Mmoja. Mimi ninashangaa kwa sababu sisi wakati tuko hapa, ili eneo sisi tunajua ni eneo la wazazi wetu, na sisi tu hapa tumekaa kwa ajili ya wazazi wetu. Hivi na serikali wanatambua, tumepitia vipengele vyote vya serikali na wanajua kusema kwamba hili eneo la nini wananchi. Ina maana sisi wakafikia lengo wakatuambia kwamba bwana, sisi eneo hili ni kweli tunahakikisha hivi na hivi, kwa sababu tunaongea hivi, wametuletea umeme. Kwa majina naitwa Shabani Yusuf Mandembwe, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mnazi Mmoja kata ya Mitengo. Nipo hapa kama ni mzaliwa, naishi hapa kama ni mzaliwa, nimezaliwa ndani ya mkoa huu, nimezaliwa hapa maeneo ya Mibuyuni. Rudisha tena nyumbani kwangu. Leo hii nyumba hii ambayo mimi nipo hapa nikisema kwamba kama ni mjumbe wa serikali ya mtaa, unanihamisha, unanipeleka wapi? Nikawe mjumbe wa kata gani? Hapa mimi nashangaa hususan na jambo hili. Kuna sehemu wametuandalia, na kama wametuandalia tunatoka vipi katika haya maeneo ikiwa ni sisi ni wenyewe kama maeneo mengine? Watu wanalipwa fidia katika maeneo mengine wakaweza kwenda kupangiwa. Hatukatai kutoka, hii ni serikali, hapana, lakini tuangaliwe kama wanavyoangaliwa wananchi wengine maeneo mengine, mikoa mingine. Watu wanapewa fidia katika maeneo yao, sisi ni waathirika wa eneo hili na sisi ndio wenye maeneo haya. Mwenyekiti wa mtaa huu ameiomba serikali kutumia busara kwa kuwapatia maeneo mbadala wananchi hao ili waanzishe makazi mengine. Tutumie utaratibu wa kibinadamu kama anavyoendesha nchi hii Mama Samia, ya utu na kazi. Tuwaangalie watu waliojenga pale, kuna uwezekano wa kuwatafutia sehemu yako hapa wakakae? Hakuna. Je, tunao uwezo wa kusogeza pembeni huo mradi ukapita? Haiwezekani. Wakae wananchi, si nchi yao, si Tanzania ya kwao, ardhi ya kwao. Pale pana noga nini kupita Kigamboni? Mbona Kigamboni watu wanakaa na pamezungukwa na maji na pana bahari? Tusitumie serikali ya ubabe. Hii serikali yetu tuliyokuwa nayo sikivu ya kidemokrasia, lakini kuna baadhi ya watu katika uongozi huu ndio wanataka kuharibu. Akitoa ufafanuzi kwa wanahabari, kaimu mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani ameeleza kuwa kabla ya kuanza ujenzi huo, wananchi waliovamia eneo hilo waliandikiwa barua ya onyo mwaka 2021 kuwa eneo hilo haliruhusiwi kwa yeyote kufanya shughuli za makazi, huku akiongeza kuwa halmashauri inatekeleza agizo la hati ya eneo hilo. Naitwa Gwakisa Mwaseba, kaimu mkurugenzi wa manispaa Mtwara Mikindani. Hajaanza kujenga tuliwaonya. Tumeonya kwa barua yetu ya kwanza ilikuwa mwaka 2021 kwamba haruhusiwi kujenga na haruhusiwi kuendeleza. Na kipindi hicho tunaonya hazikuwepo nyumba zote za kudumu. Baada ya siku 14 kupita, kama wasipohama basi halmashauri itachukua jukumu lingine kuwabomoa kwa gharama zao. Halmashauri inafuata inaendelea kutekeleza agizo la niseme ya hati katika kiwanja namba 1 mpaka 149, hati ambayo imetoka tarehe 12 mwezi wa 8 2026, kwamba katika ndani ya siku 14 wanatakiwa wametoka katika ile eneo na wamezivunja zile nyumba au kubomoa kama zile nyumba kama alama zinavyoonyesha. Kutokea hapa katika eneo la Litingi, manispaa Mtwara.